Power of God Family Ministry. Time to testify the goodness of Jesus Christ. Praise God. Mungu asifiwe. I've seen a great testimony through brochure. Nimeona shuhuda kubwa kupitia vitini. Through the word of God. Kupitia neno la Mungu. There is some testimony. Someone told me it was very, very, very courageous testimony. I needed that woman to come to share here. I think that message. What? Can you come here? I don't know why. Just can you come? Your testimony. Who's your husband? Where's your husband? Can you come here? I know you can encourage many people. Najua utawatia moyo watu wengi. Because we need to be courageous. Kwa sababu tunahitaji kutiwa moyo sana. Praise God, hallelujah. Mungu asifiwe. In order our faith to be uplifted. Ili imani zetu ziweze kuinuka tena. Ndugu, na tunawakaribisha kwa ajili ya kutoa ushuhuda kile ambacho Yesu amefanya kwenye maisha yenu. Karibuni. Shalom kanisa. Naitwa Glory Zinga ama Mrs. Richard. Sijaonekana muda mrefu, lakini nimekuja na zawadi kutoka kwa prophet. Maana nimemsumbua sana. Yaani nilikuwa namtumia message, namwambia daddy nimefikisha wiki 39, maana nilipata mimba nikachelewa kujifungua. Maana kawaida ni wiki 36. Ila mimi nilienda wiki 39, yaani kwenda 40. Kwa wakati huo nilipokuwa naona nachelewa, kwa sababu wa kwanza nilijifungua wiki 36 kamili, kilo 4, na nilishona sana kawaida. Lakini sasa wa pili nikanajiuliza, mbona imeenda wiki hivi nyingi hivi, miezi 10, lakini si wamesema mimba ni miezi 9. Kwa hiyo nikawa namkumbuka dadi. Kwa hiyo nikampigia, nikamuelezea, nikamwambia dadi, mimi ni mjamzito, nakaribia kujifungua, wiki zimefika. Akaniambia usijali, naona uchungu naanza, maana kulikuwa mna uchungu. Naona uchungu naanza na utajifungua salama. Basi siku zikawa zinaenda, lakini naona mbona nachelewa, dadi kasema nitajifungua, mbona sasa bado? Nikanamtumia kila siku, asiponijibu mimi natuma, hata kama ni siku nzima nitatuma 3 siku nzima, yaani kila siku nikawa namtumia message. Kweli muda ukaenda, naona ndo wakati wa Mungu ulikuwa umefika. Nimepika vizuri nyumbani, saa 12 kama na nusu hivi. Nikaamka. Nikasema leo, yani hali ninayoisikia leo sasa ndo muda umefika. Nikabeba pochi vizuri, nikatembea kwa sababu sio mbali na hospitali. Nikatembea, nikaenda, daktari akanipima njia vizuri, akaniambia iko sentimita 4 kwenda 5. Akaniambia leo utajifungua. Basi nikafurahi. Nikaenda hadi kwa sababu sehemu nilikuwa ni daktari alikuwa na hospitali yake ile dispensary. Sasa nikaenda hospitali kubwa. Akaniambia twende kule kubwa. Nikapanda gorofani, nikaenda, nikapokelewa vizuri kabisa. Nikapewa kitanda, nikawa peke yangu, nilikuwa na jirani yangu anaitwa Jackie. Nikakaa, nikampigia mume wangu. Nikamwambia naumwa. Kweli akaja. Sasa alipokuja nilikuwa nimesahau brochure. Akaniambia brochure iko wapi? Kwa sababu nilikuwa ananiona kila siku nalala naiweka hapa. Yaani naiweka tumboni. Nikamwambia nimeacha nyumbani. Akaenda. Alipoenda sikupata, yaani sikuwa na msukumo wa kuisoma. Kwa hiyo nikaiacha tu mezani. Saa 5 hivi naenda saa 6, daktari anakuja ananiambia tunabidi tukupime njia kwa mara nyingine tena. Nikamwambia sawa, nikaingia leba, nikapimwa njia ikawa sentimita 7 kwenda 8. Kwa hiyo akaniambia usiondoke, wewe baki hapa hapa. Kwa hiyo nikakaa. Brochure hapo nimeiacha ulini. Nimekaa najiuliza mbona naumwa hivi? Nikamwambia sasa daktari, naambia daktari kuna kitabu changu nimekisahau. Kimeandikwa Jehovah Word is mighty to save. Akamwambia umesemaje? Nikamwambia kimeandikwa Jehovah Word is mighty to save. Akatoka kweli, akaenda akakichukua, akaniletea. Uwezi amini nilikisoma mpaka peji ya 10. Yaani naumwa kweli, yaani naumwa, lakini naambia Mungu leo mpaka nikisome. Maana umesema Jehovah Word is mighty to save. Kweli nikakisoma mpaka peji ya 10, chupa ikapasuka. Haikuzidi dakika 10. Nikajifungua mtoto. Kanisa tumpigie Yesu makofi. Hebu mshangilie Yesu kwa makofi wote. Asante Yesu Kristo aliye hai. Thank you Lord. Ndio.
Nilivyojifungua nikamuuliza mtoto gani, akaniambia wa kiume. Wakampima kilo 5. Nikasema kilo 5, Mungu wangu. Sasa namuuliza, si daktari nimechanika sana? Akaniambia wala kawaida. Yani kanisa, mpigie Yesu makofi tena. Hebu mshangilie Yesu aliye hai. Glory to Jesus. Hallelujah. Akina mama tunafahamu kwamba hakika Jehovah Word is mighty to save. Amen. Endelea mama. Nikawa na hofu sasa. Akaniambia hapana, sehemu ndogo sana, yani kama nyuzi 4 hivi, 4-5. Wakati kwa kwanza nilishonwa nyuzi 12 ndani, 12 nje, kilo 4 na gramu 200. Sasa huyu kilo 5, mpaka nikamwambia umesema kilo nyuzi ngapi? Akaniambia 4-5 zizidi. Nikasema kweli Jehovah Word. Nikafurahi mno, yani sana sana sana, kwa sababu sikuamini. Nikasema kilo 5 kawaida, haikuwa kazi, sio kazi rahisi, na yani alikuja yani kama nimemwokota. Haleluya kanisa. Ndio hiyo hapo. Brochure hii hapa. Brochure hii hapa. Kwa baada alivyoshona vizuri kabisa, yule daktari akasema toka nimewahi kuwa daktari sijawahi mzalisha mwanamke mtoto wa kilo 5. Yaani wewe kwako, yani wewe ndio wa kwanza. Hakuwa naamini. Alimpima mara 2 kuhakikisha hivi kweli ni kilo 5. Utukufu ni kwa Yesu. Mpigie tena Yesu makofi. Asante Yesu. Thank you Lord Jesus. Ndio. Ni kilo 5, nimempeleka kliniki ya kwanza na kilo 7. Mara kwanza kliniki akafika kilo 7. Ana kilo 7 sasa hivi. Kilo 7. Yaani nguo anaovaa ni ya miezi 3 mpaka 6. Kanisa, tumpigie Yesu makofi. Hebu kama hauna wivu mpigie Yesu makofi. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Utukufu ni kwa Bwana Yesu. Karibu baba hapo tusikie naye maana kuna muujiza umetokea. Shalom. Mimi kwa majina naitwa Richard Zinga, ni mtoto wa Prophet Sanga wa kiroho. Yeye nikafanyika kuwa baba, lakini zaidi ya baba ni rafiki yangu mno. Kwa sababu hata hii pete unayoiona ni kwa neno lake, yakaenda akatimia. Kanisa, mpigie Yesu makofi. Shangilia Bwana Yesu. Asante Yesu. Thank you. Na furaha kubwa, nafikiri na shuhuda nyingi sana. Yeye ndio huwa anamshirikisha baadhi, lakini nina shuhuda nyingi ambazo zimefika sehemu nikamwambia Mungu, kweli maisha yangu ni shuhuda tosha. Yaani mimi ni ushuhuda unaotembea. Kwa sababu toka nilipotoka, aliponitoa Yesu mpaka aliponifikisha hapa leo ni kwa neema yake tu. Na nimekutana na mambo mengi, hata bro hapo nilimuelewa sana alipokuwa anashuhudia kwa habari ya watu wengi ambao tulipita kidogo huko kwa wale jamaa zetu upande wa pili wale ambao nakwambia hivi utapewa shuhuda, utaambiwa panda na mbegu, ushuhuda ukatimie na nini, walinikwaza. Kwa hiyo nikasema habari ya Yesu kwa muda huu kwanza ngoja ni stop. Lakini mbaya zaidi ilikuwa ni kwenye upande wa ndoa. Hebu tueleze vizuri jamaa gani wanafanyaje? Hebu tueleze vizuri. Nasema umefunika hapo. Ni kwa hawa nimepita kwa fake prophets ambao wengi wao nilokutana nao wao wako kimaslahi zaidi, hawako katika kutujenga sisi kuelekea katika ile safari ya mbinguni. Wao wanaangalia zaidi ya dunia kuliko ya Mungu. Kwa hiyo sasa kutokana na kuumizwa huko ilifika kipindi niligazibika, nikasema Yesu kwanza hebu niache kwa muda. Ngoja kwanza nikafanya vitu vingine. Kwa hiyo hata nilipokuja kukutana na dad, neno la kwanza aliloniambia ilikuwa ni habari ya ndoa ambayo kwangu mimi moyoni nilishaifuta. Nilishamwambia kabisa Mungu, habari ya kuoa sitaki kuisikia tena. Lakini nafika nakutana na dad siku ya kwanza ananiambia kwa habari ya ndoa. Alafu nikamshangaa, sikumwambia kitu chochote. Mbaya zaidi akaenda kuongea maneno mengi, yani vitu vingi ambavyo kwangu vya ndani. Unajua unapokutana na mtu mara ya kwanza kuna vitu ambavyo unatakiwa labda kama ulishare na watu wako 2-3 ambao wanamfahamu, lakini sikushare kitu chochote hata na mdogo wangu. Dada alipoanza kunieleza kidogo moyoni nikasema huyu tofauti na wale niliwahi kukutana nao. Kanisa, tumpigie Yesu makofi. Hebu mshangilie Yesu. Asante Yesu Kristo. Kwa hiyo kwangu
haikunichukua muda sana kumwamini, kwa sababu kuna wale ambao nilikutana nao, kuna vitu ambavyo wana technique zao waga wanafanya wale. Hizo atakutumia mtu, atajenga urafiki na wewe, atakuojioji vitu vile vitatu. Nafikiri ndio huyo anatumika kama mlango wa nyuma kwenda kupeleka ripoti kwamba huyu jamaa na 1 na 2 na 3. Kwa hiyo unapokwenda kukutana nayo pale, unakutana na vitu ambavyo wewe unavijua, lakini yule uliyeshare naye inawezekana kama hujui kama ana mahusiano na yule mtumishi. Kwa hiyo sasa kuna vitu ambavyo nilikutana navyo same, sipendi tu kuwataja watu majina, lakini ilipofikia kwenye swala la ushuhuda wake, ushuhuda wa kwanza wa ndoa, na akanitajia na jina la mwanamke ambaye anatakiwa kwenda kumuoa, ambayo by then nilikuwa niko naye kwenye mahusiano, lakini hatukuwa tuko serious hivyo. Alafu nikamwangalia dadi, nikacheka. Akaniambia, "Je, usicheke, kokote utakapozurura hapo ndipo utakaporudi." Mimi unajua watoto wanaume tuna kiburi kidogo Nikasema ngoja niangalie kwanza. Nikaona nikabuy time kutoka siku ambayo tumekutana, nikaona naendelea mambo yangu, nafanya vitu vingine, lakini nikakutana na mtumishi mwingine wa Mungu, na yeye akaniambia the same issue. Yeye sio Mtanzania, alikuja tu kwenye huduma. By then kakangu wa kwanza, first born wa Mzee Zinga, yeye ni mchungaji. Kwa hiyo alinikutanisha naye, na yeye akaja akaniambia kwa habari hiyo hiyo ambayo dadi alisha niambia. Nikaanza kuunganisha zile dots kwamba kwa nini dadi aliniambia kuhusu huyu binti, alafu huyu mtumishi ambaye hanijui chochote, na hata hivyo by then brother wangu huyo hajawahi kujua kama mimi na mahusiano na mke wangu hapo. Kwa hiyo labda ningekuwa nimemwadisia bro, ingewezekana labda aliunganisha labda kumwambia yule. Kwa hiyo baada ya hapo nikasema ngoja nilifanyie kazi. Sasa bahati mbaya nimezaliwa kwenye familia ambayo ya wazazi wameshika dini kweli, na mama yangu ni mtu ambaye wa maombi sana, na nilimwahidi kitu kimoja kwamba sitakutambulisha binti yoyote, lakini siku nikija kukutambulisha binti kwako ujue wewe ndio unayekwenda kuoa. Sikio nikakuta tu moyo unanishawishi, nikaenda tu nikamwambia mama. Kwa hiyo story hiyo kwa upande wa ndoa ndio ilianzia hapo. Turudi kwenye kesi ya huyu jamaa yangu hapa aliyebebwa. Ilikuwa imepita kama wiki ya 37 hivi. Sasa tulikuwa tuna vitu tunabishana mimi na yeye. Mimi mara nyingi sana huwa ananijua. Hata ninaposafiri, hata kama nimeanza safari huwa narudi. Nitarudi nyumbani, nitampigia simu ambaye hebu niletee brochure yangu fulani iliyoandikwa maneno fulani, naomba nataka nisafiri nayo. Kwa hiyo hata watu huwa wanaosafiri nao kwenye gari ndogo huwa wananishangaa. Mara nyingi ninaposafiri brochure naziweka kwenye dashboard pale. Nafanya maombi, nikimaliza nachukua brochure zangu naweka kwenye dashboard. Naambia jamaa, sasa nyinyi mnaotaka mwendo wa kifo mtajua wenyewe, lakini mimi natembea na Yesu wangu tunafika. Kanisa, mpigie Yesu makofi. Hebu mshangilie Yesu aliye hai. Haleluya kanisa. Asante Yesu. Kwa hiyo mara nyingi niwe mkweli, mimi ni mmoja watu wa hizo shuhuda ya brochure. Huwa nikiwa na brochure kwenye gari, kama ni mara ya kwanza na kudrive unaweza ukashuka. Kwa hiyo huwa natembea nikiwa na tahadhari nyingi, lakini napendaga kutembea mwendo mkubwa kutokana na kufupisha muda wa safari. Kwa hiyo siku akanipigia simu, tulikuwa tunabishana, nikamwambia unanisumbua sana. Wewe ni mtoto wa kiroho wa nani? Akaniambia mimi mtoto wa Sanga. Nikamwambia basi mwambie babako. Kwa sababu sasa mimi kila nikikutia moyo nyumbani naona kama vile mwenzangu imani imeshuka. Siku nimerudi usiku, mimi ni mpenzi sana wa makaroni. Nikakuta amepikwa makaroni, nikajua leo kuna kitu hapa. Nikamuuliza mbona kuna ule ugonjwa wangu, akaniambia leo nina habari njema. Nikamwambia habari gani? Akaniambia nimeongea na dadi. Kaniambia nitajifungua salama. Hiyo ndio kauli pekee nilikuwa naisubiri kutoka kwa babangu wa kiroho. Nikamwambia basi na iwe kama dadi alivyokuambia. Tukala tukaendelea. Lakini sasa kadri siku zinavyozidi kusogea, hizo wiki zinaongezeka, ile hofu nayo inajirudia. Ikijirudia naambia tuma message basi kama unaona mambo hayako sawa. Kwa hiyo siku aliyonipigia, niliondoka asubuhi nyumbani, nikamwambia mimi naenda mjini, lakini chochote kitakachotokea unijulishe kwa simu. Kwa sababu tulipokuwa tunaishi ni kama nyumba ya 6 kutoka hospitali ile ya Miko pale Sinza. Kwa hiyo akanipigia simu ile jioni, akamwambia niko hospitali najisikia uchungu kweli. Nikamuuliza umekwenda na nani? Akaniambia kuna wewe jirani yetu. Nikamwambia basi akijaribika kitu mimi nakuja. Kwa hiyo nilipofika tu pale, kwa sababu ni hospitali ambayo manesi wanatujua nini, nikasalimiana na watu, nikapanda juu, nikamkuta yuko odini. Nikamuuliza mbona uko mwenyewe? Akaniambia je, niko na huyu mtu. Nikamwambia hapana, uko mwenyewe. Kuna kitu unalala nacho leo sijakiona
hapa ndani. Akaambia nimesahau brochure yangu nyumbani. Nikamwambia basi usiofu, ngoja niifuate nikabadili na nguo, kwa sababu naamini kabisa nikirudi hapa sitapata muda wa kurudi tena nyumbani. Natoka nimerudi hospitali saa 1. Sikuondoka mpaka asubuhi tunaruhusiwa kuondoka na mtoto. Kanisa, mpigie Yesu makofi. Hebu mshangilie Yesu kwa makofi. Glory. Thank you Lord Jesus. Kwa hiyo tulipofika nikamuuliza, akaniambia bwana njia imefunguka kidogo. Nikamwambia achana na habari ya daktari anaongea nini. Wewe shikilia kile ambacho umeambiwa na Mungu wetu kwamba ni nini anachoenda kufanya. Akawa anapewa mazoezi ya kupanda ngazi na kushuka ili kutanua njia. Nikamwambia hiyo mimi sijui, wanajua wao, lakini mimi nimekaa hapa, ninachoamini utajifungua salama na tutaondoka kwenda nyumbani, hakuna mtu atakayebaki hapa. Kwa sababu mtoto wangu wa kwanza tulipitia changamoto. Baada ya kuzaliwa kuna vitu vingi sana vilipita hapa katikati. Maana aligoma, siku ya kwanza alipozaliwa aligoma kabisa kunyonya. Kwa akaenda akawa ananyonyeshwa akiwa wodini pale Muhimbili. Aliwekwa kwenye special care, kwa hiyo mama anakwenda anamnyonyesha anarudi. Kwa hiyo wakati anakaribia kujifungua nilikuwa namwambia Mungu, nikamwambia Yesu wangu niliyekubeba, yale mapito yaliyopita mtoto wangu wa kwanza sihitaji ajirudie kwa kizazi changu kinachoendelea. Kwa wakati nimekaa pale wodini, nilivyoleta ile brochure nikawa nimempa, yeye akawa ameshika ile brochure. Mimi naambia wewe zunguka humo tu ndani wodini. Wewe zunguka, mpa natosha, ni pakubwa tu. Nikamwambia endelea kufanya yako na mimi naendelea kumwomba Mungu katika njia yangu itakuwa tu. Kwa ilipofika around saa 5 hivi na nusu, yule daktari akaja akaniambia ikifika around saa 7 saa 8 hivi mkeo atajifungua mtoto. Nikamwambia nashukuru kwa hilo neno. Kwa hiyo nikawa nimekaa. Sasa bahati mbaya mimi wakati ameingia Reba, mimi nilikuwa nimebaki mwenyewe pale wodini, nilikuwa nimesinzia. Nilienda niko na Bible, nikawa nimelalia tu hivi. Nikasema ngoja nipumzike kwa sababu mtoto akizaliwa hii biashara ya kukesha itaanza. Kwa ngoja nivute nguvu, atakapokuja huyu jamaa nitakesha naye. Na kweli nikastuliwa na mlio wa mtoto. Nilipostuka tu alivyosikia sauti. Sasa kingine tulichokuwa tunabishana dada. Mama alikuwa anatamani mtoto wa kike, mimi natamani mtoto wa kiume. Sasa tukawa tunabishana, yeye ananiambia huyu wa kike. Nikamwambia haya, endelea kuamini kile unachokiamini. Nikamwambia lakini mimi ninachokiamini, mtoto atakayefuata baada ya huyu ndio Mungu atakupa zawadi ya mtoto wa kike, ila huyu wa kwangu. Akawa ananiambia hamna, tutakwenda iko hapa, itakuwa moja. Nikamwambia hapana, huyu atakuwa wa kwangu. Kwa hiyo ile sauti tu ya mtoto ilivyotoka hivi, nikamwambia yule binti nilikuwa naye wodini, nikamwambia wewe sauti nilisikia hilo njemba hilo, huyo mtoto wa kiume huyo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo alipotoka daktari wakati amembeba na kuja naye, cha kwanza akaniambia bwana hongera bwana, amepata mtoto wa kiume. Sasa wakati ananiambia vile, yule binti ambaye tuko naye, yule jirani yetu ambaye alitangulia naye hospitali, akaanza kucheka. Nikamwambia wewe imekuwa hiyo, akija huko rafiki yako kanuna huko. Kwa sasa nikamwambia anyway, kwa sababu tushapata mtoto wa kiume ambaye mimi nilikuwa natamani kuwa na watoto wawili wa kiume. Sasa nikamwambia maombi yangu dua na sala naziweka kwa Jehova, akakupe sasa rafiki wa kufanana na wewe sasa. Kwa hiyo huko tunapoendelea naamini utapata wa kike. Kanisa, tumpigie Yesu makofi wote. Pigie Yesu makofi. Sifa na utukufu ni kwa Bwana Yesu. Thank you Lord Jesus. Lakini kilichonistaajabisha ilikuwa ni ile kauli ya yule daktari kwamba toka nimeanza kufanya hii kazi sijawahi kutana na mwanamke amejifungua njia ya kawaida mtoto wa kilo 5. Mara nyingi wanakuwa ni wa operation. Nikamwambia nashukuru kwa hilo. Akamwambia niwe mkweli, mkeo ndo kanistaajabisha, nimeweka historia kwake, ndio mwanamke wa kwanza kuzaa katika njia ya kawaida kwa mtoto mwenye kilo nyingi kiasi hiki. Nikamwambia mke wangu tumshukuru Jehova. Kanisa, mpigie tena Jehova wetu makofi. Wote mpigieni makofi kwa utukufu wake. Glory be to Jesus. Thank you Lord. Kwa kumalizia, kilichonifurahisha zaidi ni baada ya mtoto, maana mtoto anapozaliwa huwa wanaenda kumpima, kumwangalia kama ana tatizo lolote. Jibu likaja tu kwamba bwana mtoto yuko vizuri. Kesho yake tukaruhusiwa, tukamwambia bwana mnaweza mkaenda tu nyumbani, hana shida yoyote. Kwa hiyo nilimshukuru Mungu na kumtukuza Mungu kwa huo ushuhuda. Clap again to Jesus. Pigie Yesu makofi.
I said, when you trust in Christ, Nisema ukimwamini Kristo, Jesus is around you. Yesu amekuzunguka. Kuna kingine cha kusema? Ninacho. Mume wangu ameongea kuhusu habari ya ndoa, lakini nakumbuka tulienda mwaka jana Kibaha kwenda kumwambia dadi tarehe ya ndoa. Mume wangu akamwambia kwamba tarehe ya ndoa yeye kama ina kibali au haina kibali. Akamwambia ni tarehe 29 mwezi wa 2 ambao mwaka huu. Dadi akasema tarehe ni nzuri, haina shida, ina kibali, ila alituambia ila unaposema kwamba unaoa tarehe fulani, alafu labda ikatokea vipingamizi, ukasema ngoja nisogeze mbele, huwa mara nyingi shetani anakuwa na vita iko hapo katikati, unaweza usifanikishe utakapoisogeza. Kwa akasema kama ni tarehe ni 29, hakikisha ni tarehe 29. Haijalishi itatokea nini, lakini ndio itakuwa tarehe 29. Kwa mimi kweli nikaondoka na ile neno. Tarehe 29 ndio siku ya harusi. Pakatokea kweli vita katikati hapo. Yaani mpaka ndoa inataka kusogezwa iwe mwezi wa 5. Mimi nikasema, yaani kama haitakuwa tarehe 29, dadi alioniambia, yaani hii ndoa itavunjika. Serious kabisa nilisema. Akamwambia mimi ninachojua dadi ameniambia tarehe ya ndoa ni tarehe 29. Kwa hiyo tukisogeza mimi yaani nikasiamini kama hiyo miezi mingine itakuwa ni ndoa. Mimi tarehe yangu ni tarehe 29. Nimekaa kwenye kikao kabisa cha familia. Nikamwambia mimi tarehe ya ndoa, dadi kasema tarehe 29. Nyie mkilisogeza, yaani ndoa itavunjika. Bora kila mtu aende na maisha yake, mimi na maisha yangu, kutakuwa hakuna ndoa. Yaani nilisusa kabisa. Mimi nikaa nimeshikilia tarehe 29. Uweze amini. Yaani nilichokishikilia ndio kikatimia, na tarehe 29 ikawa tarehe ya ndoa. Clap a hand to Jesus. Jesus is more powerful. Yesu ana nguvu zaidi. Jesus Christ is more powerful. Yesu Kristo ana nguvu zaidi. zaidi. Clap our hands. Congratulations. Congratulations. You can have your seat there. Congratulations. Keep watching POG Family TV. Jesus Christ loves you.